wapendwa, viongozi wa dini kutoka madhehebu mbalimbali, ninafurahi kumuona na kaka yangu pale na mashehe wengine kutoka hapa Arusha. Nakumbuka tumesalimiana kwa karibu. Waheshimiwa wageni waalikwa na wadau wa maendeleo, waandishi wa habari mliopo, na zaidi sana vijana wa Tanzania, ambao ni nguvu ya sasa na matumaini ya kesho, kama nilivyotangulia kusema na kuwaambieni. Nguvu ya sasa na matumaini ya kesho ndio ninyi. Niwasalimie tena na kuwasalimu tena kwa kauli mbiu yetu inayosema dini mbalimbali, upendo, haki na amani. Dini mbalimbali, na namsihi Mungu sasa kwamba amani iwe nanyi nyote. Nina kila sababu ya kumshukuru Mungu kuwa tumekutana hapa leo katika wakati muhimu kwetu kama viongozi wa dini pamoja na vijana wa taifa letu. Tunakutana baada ya matukio yaliyohusiana na uchaguzi mkuu wa mwaka uliopita wa 2025. Nchi yetu ilipopitia kipindi cha tafakari, changamoto na kwa sehemu majeraha ya kijamii yalijitokeza mwaka jana. Na sisi tunaoipenda nchi yetu na ambao kweli mustakabali wake uko katika mioyo yetu, sio kwa kutafuta faida binafsi, kuangalia haya ambayo yalitokea mpaka Tanzania tunajiuliza tumefikaje hapa? Kwa nini tumefika hapa? Tunamwomba Mungu yasije kutokea tena hapa katika nchi yetu. Tunamshukuru Mungu. Kwa sasa tunaona utulivu unaanza kurejea. Lakini ni utulivu mzito. Kwa sababu gani? Kwa sababu bado mioyo ya wengi, na hasa mioyo ya vijana walio wengi. Nimejitahidi kuzungumza na vijana baada ya kutokea hayo yaliyotokea. Bado kuna maswali. Bado mioyo yenu ina maswali, na ni haki yenu kuwa na maswali. Ni haki ya sisi sote. Mioyo ya vijana bado ina matarajio na ina kiu ya kuona haki ikitendeka na sauti zao zikisikika, ili kuendelea kutunza tunu yetu ya amani kwa taifa letu la kipekee la Tanzania. Ni haki yenu vijana. Na mimi sisemi ni haki tu, ni wajibu wenu kujiuliza hatima yetu ni ipi. Ni haki yenu pia kutuuliza sisi kama wazazi wenu na viongozi wenu wa dini, mnatuwazia nini kuhusu kesho yetu? Ni ukweli usiopingika kuwa vijana ni muhimili mkubwa wa maendeleo ya taasisi zetu za kidini na kwa taifa letu. Hata hivyo, vijana wanakabiliwa na changamoto nyingi, ikiwemo ukosefu wa ajira zenye staha, fursa finyu za kiuchumi, hisia za kutokushirikishwa kikamilifu katika maamuzi, na wakati mwingine kupungua kwa imani katika mifumo ya kidemokrasia.
Hali hii isipopatiwa majibu sahihi kwa wakati, inaweza kuathiri mshikamano wa kijamii na amani yetu ya muda mrefu, na hivyo kupelekea wengi kupoteza matumaini. Hakuna kitu hatari katika maisha ya binadamu yeyote kama kupoteza matumaini. Kwa hiyo uwepo wetu hapa siku hii ya leo una maana ya kipekee sana, ili tupate kukaa na kutafakari kwa pamoja katika roho ya upendo, katika roho ya uelewano, roho ya amani. Wahenga wetu wazee wa Kiafrika wanasema, na wenye hekima wanasema, hakuna kinachoshindikana watu wanapokaa mahali pamoja na kuzungumza. Kuna kinachoshinda mazungumzo. Majadiliano haya yatatupatia fursa ya kusikilizana kwa uaminifu, kujenga madaraja ya uelewano na kuibua suluhu zinazojenga na wala sio za kubomoa. Kama viongozi wa dini, tunao wajibu wa kuwa sauti ya hekima na sauti ya busara, upatanisho na matumaini kwa jamii. Kipekee kwa ninyi vijana wetu wa dini mbalimbali, hii ni nafasi ya kushiriki kwa uwajibikaji katika kujenga mustakabali mwema wa amani na haki kwa watu wote. Nafasi ya kipekee kabisa kujenga mustakabali wa amani na haki kwa watu wote bila ubaguzi, bila ubaguzi wa kiitikadi, na kwa ajili ya taifa letu. Wow, nafurahi kuwaona vijana kuja kwa wingi. Karibuni sana. Hey. Asanteni sana. Haya, asante. Naamini nimeshapata na naweza kupata utulivu kidogo ili nipate kuendelea. Nipenda ni kuwaeleza tu bila kuwachosha zaidi. Amani sio ukosefu wa migogoro pekee. Sio ukosefu wa migogoro pekee, bali amani ni uwepo wa utekelezaji wa dhati wenye dhamira chanya wa upendo. Uwepo wa upendo, haki na amani. Hapo tunaweza kuzungumzia amani. Unaweza ukaona utulivu, kumetulia, lakini hakuna amani mioyoni mwa watu. Hakuna amani katika fikra za watu. Haya mambo
upendo, haki na amani lazima viende pamoja. Na mimi niwaambie, wakati fulani nilitamka mahali tu wazi na kusema ningetamani neno haki liingizwe katika wimbo wetu wa taifa. Hili naomba taendelea kutafakari, na naamini utafika wakati tu tuone umuhimu wa tunu upendo, haki na amani, umuhimu wake kwa mustakabali wa taifa letu. Na kamwe tusifike mahali tuone aibu au tufanye makusudi ya kuzungumzia jambo la haki. Sifike mahali tukaona haituhusu, au isifike mahali tukaona sauti za haki zinasumbua masikio yetu na dhamiri zetu, alafu tukasema isizungumzwe. Mimi natamani iwekwe kwenye wimbo wetu wa taifa. Hivyo basi, kwa pamoja tunapaswa kulinda tunu hizi ili kuhakikisha jamii ya Tanzania inaendelea kuwa nchi na taifa lenye umoja, upendo, utulivu na maendeleo jumuishi kwa wote. Sio tabaka moja dogo linaendelea, linanufaika kwa rasilimali ambazo Mungu ametupa kwa ajili yetu na vizazi vyetu, tabaka moja dogo, wakati wengi wakiwa hawanufaiki. Ndio Tanzania tunaitaka, ndio Tanzania tunayoiombea. Naomba hili liingie katika mioyo yenu, vichwa vyenu, na mkaone umuhimu wa kwa pamoja kukaa, kujadiliana, kutafakari kwa pamoja, na hata kufikia mawazo ya pamoja. Si lazima yote yafanane, lakini angalau hili la upendo kwa nchi yetu, mustakabali wa taifa letu na nchi yetu, hilo likawe dira yenu ya kuwaunganisha, ya kuwafanya mtembee kwa pamoja. Na kamwe mtu yoyote asijaribu kuwagawanya kwa sababu yoyote ya itikadi, sijui wanachama wa chama gani, sijui dini. Hilo msikubali. Mimi ningeomba hivyo. Moja na kushirikishana mawazo. Mwenyekiti wa Interface Kilimanjaro, mimi nakushukuru sana. Lakini hata wale wa Arusha na Manyara na Singida, mnafahamu kwamba sisi kama viongozi wa dini tumefanya jitihada nyingi sana, iwe ni kabla ya uchaguzi na hata sasa baada ya uchaguzi, kuwaleta vijana ninyi pamoja, tukiwakumbusha, na wale ambao mmepata nafasi ya kushiriki na hata mkaweza kuunda umoja wenu katika ngazi za mikoa, ngazi za wilaya. Hiyo initiative ilikuwa ni initiative yetu sisi viongozi wa dini, kwa kuona umuhimu wa ninyi kukaa pamoja kama vijana wa Tanzania. Kwa hiyo kabla hamjasema ninyi viongozi wa dini mmefanya nini, muone kwanza hiyo tu. Ni kwa nini tulifanya hivyo na kwa nini tutaendelea kufanya hivyo? Ni kwa sababu tunatambua thamani yenu, umuhimu wenu.
Na kama mmesikiliza vizuri, naogopa sana tusijaji yani comment vitu simply kwa sababu ya yale yaliyotokea tarehe 29 Oktoba. Yani sije tukafungwa hapo. Tutazame, tuwe na mtazamo mpana. Tulianza kwa kuambia na nataka niwe litamka neno hili. Kijana, jitambue. Who am I? Who am I? Kwa nini? Mimi ni nani? Na unajua ukiweza kwa dhati kujibu swali hilo kama kijana, mimi najua misingi yetu ya dini inasema, labda kwa neno moja tu kutoka kitabu kimoja cha Timotheo kwenye Biblia, mtu yeyote asiudharau ujana wako. Asiudharau ujana wako. Na ndicho tunachotaka kuwaambia. Vitabu vyetu vya dini vinasema vijana mna nguvu, vijana mna uwezo mkubwa. Hilo kwanza mlitafakari. Ukijitambua utajiheshimu. Ukijitambua utafanya maamuzi sahihi. Kwamba ninataka nini? Kwangu binafsi, maisha yangu. Your destiny. Ukijitambua utajua ninataka nini kwa nchi yangu. Na kama mlitusikiliza kwenye hotuba zetu za ufunguzi, hakuna mstari tuliotoa ambao hauna maana kubwa sana wa kuwaelekeza. Neno uzalendo limejitokeza. What do I want for my country? Nataka kukaa katika nchi ya namna gani? Mimi niko tayari kujitoa kiasi gani kuweza kufikia lengo hilo la kuwa na nchi, tulisema maneno salama, huru, ambapo haki itatendeka na watu watafurahia urithi ambao tumepewa na Mwenyezi Mungu. Mimi kama kijana. Kwa hiyo nasema kwanza jiulize wewe kama kijana. Ukianza hapo, na ili kufaulu kupata majibu ya who am I? What is my destiny? Nitaifikia lini? Nitaifikiaje hiyo hatima ya kuwa na hiyo nchi ninayoitamani iwepo? Tunasema tunahitaji kitu kinachoitwa hekima. Kwenye maandiko matakatifu nasema ukitaka hekima ya kweli, inaanza na kumcha Mungu. Kuwa na hofu ya Mungu. Kwa sababu hata wale ambao hawakuwa Wakristo wala Waislamu wakati huo, kina Aristotle na kina Plato, tunasema afya, elimu ya kweli kwanza, elimu ya roho. Kumjua Mungu, kuwa na hofu ya Mungu. Na waambia decisions zako, maamuzi utakaoyafanya, uchaguzi utakaoufanya, utakuwa wa manufaa ukiwa na hofu ya Mungu. Hilo na waombeni. Na Mungu tu ndiye anaweza kukuongoza kama kijana. Nafasi yetu kama viongozi wa dini. Nasikia mwingine anasema usichanganye dini na siasa, nafikiri tulitaka kuingia huko. Sisi kama viongozi wa dini tunayo nafasi tena ya muhimu sana. Wengine wametumia ni nafasi ya kinabii, a prophetic role kwa society yoyote ile. Ukisoma katika historia ya maendeleo ya binadamu, viongozi wa dini wamekuwa na role yao ya kuamsha dhamiri za watu katika moja, kuwa na hofu ya Mungu. Na hii haichagui ni kwa viongozi, ni kwa vijana, ni kwa watu raia wa kawaida, kwa watu wote, kila mmoja kwa nafasi yake. Hiyo ni moja ya wajibu, hofu ya Mungu. Na hili ndilo tumekuwa tukihubiri, tukilisema. Na kufanya hivyo,
moja ya wajibu wetu mwingine, na kama mtakuwa mnatutendea haki, haya ambayo tumeona yanatokea, ambayo hayampendezi Mwenyezi Mungu, tunakemea. Sasa kwamba lazima tusikilizwe au lazima zifuatwe, hapo ndipo Mungu ameacha uhuru wa mwanadamu. Kwako kijana umeachiwa uhuru, na kwa wote ambao wamefikishiwa ujumbe umeachiwa uhuru. Mkitii mtapata neema, msipotii, as an individual, as a group, as a society, kuna matokeo yake. Okay? Kuna matokeo. Hata Oktoba nilikuwa najiuliza yale yaliyotokea, hivi ni matokeo ya kuto kusikiliza sauti za kinabii zilizokuwa zinatoka? Kwa sababu kama ni kusema, wapo wengi waliosema, hata Asaki walisema. Labda yale ilikuwa ni matokeo, na sio labda, mimi kwa imani yangu naamini ni matokeo hiyo. Mengi yaliyofanyika ambapo hatukukaa na kuanza kusema, hebu tukae kama tunavyokaa sasa, na kuanza kusema ni wapi tumekosea, ni nini tunachohitaji kifanyike. Nafikiri hiyo ndio role yetu, na ndivyo tunavyojielewa sisi kama viongozi wenu wa dini, na tutaendelea kufanya hivyo. Naomba hilo mlijue. Kuja leo hapa hamkuja kwa bahati mbaya, na tulizungumza hapa hata katika hotuba yangu ya ufunguzi, na yaliyotokea hatutaki, hayatufurahishi, na hatutaki kuyaona yakitokea tena. Hatuwalaumu vijana. Tukianza kutupiana lawama tutafika mahali. Lazima tena turudi katika ile roho ya umoja wa kitaifa na kujiuliza, tumefikaje hapa? Mnanisikia vijana? Tumefikaje hapa kama taifa? Wewe kama raia, wewe kama kiongozi wa kitaifa, labda ninyi kama viongozi wa dini, kuna mahali ambapo maybe hatuku play role yetu sawa sawa. Kama ni hivyo, kuna mahali tulikosea, either kama taifa, turejee, tukae, tuzungumze. Na njia mojawapo, ndugu zangu, nawaambieni, ni kuweza kuwa na forum kama hizi. Tuzungumze tu. Nimesema hakuna kinachoshindikana kwa mazungumzo. Tukikaa katika hali ya utulivu na kuzungumza na kuanalyze na kusema, tusongeje mbele kama taifa. Nina imani mimi, kila mmoja akiplay part yake inavyotakiwa, hakuna kitakachoshindikana katika kurejesha hali ya uelewano, hali ya amani, na hali ya kuona kwamba haki inatendeka. Usifike mahali kijana, nafikiri kuna huyu alisema hapa, sasa ni kama tunakata tamaa hala tunaogopa kuongea. Shika lile neno, mtu yeyote asiudharau ujana wako. Lililo la kweli, lililo la haki lisimamie. Na hayo uliyozungumza, mwelewe pia kwamba watendao uovu, wale wanaokandamiza watu, hawapendi kuzungumza habari za haki. Hawapendi kutembea katika ukweli. Hiyo imekuwepo wakati wote. Kwa hiyo usifikirie kwamba amani, haki, usawa, equity ni vitu ambavyo unafikiri vitakuja tu wenyewe. Sio sawa, vinahitaji kusimamiwa, na hii itasimamiwa na watu wanaojielewa. Watu ambao wanasimama katika misingi hiyo hiyo ya kile ambacho wanakitetea. Ndivyo nataka vijana wa Tanzania muwe.
na ndicho ninachowaombea. Tulipende taifa letu, tupende kutenda yale ambayo ninyi mnasimamia. Tusichoke. Na mimi furaha yangu ni ya leo, mna haki ya kusikilizwa. Ukiwa ukijitambua unaelewa haki zangu ni nini. Waweza wengine wanaweza kusimama katika mambo ambayo wala sio haki yako, ndio babu akauliza, hivi mnachokitetea ndicho mnachokisimamia au kuna wakati mmeondolewa? Na hiyo sio lawama, ni katika maisha ya kawaida tu. Kuna wakati umeondoka katika kile kinachokufanya wewe uwe kijana anayejitambua, kijana mwenye thamani mbele za Mungu na mbele za watu. Kama umeondoka, wakati wa kurudi kwenye mstari. Na sisi kama vijana, kama vijana wa dini mbalimbali, nimewaambia tena, rudini. Rudini. Kaeni pamoja. Zungumzeni katika hali ya uelewano, upendo, kuhusu mustakabali wa taifa letu ambao ni mustakabali wenu pia. Mungu awasaidie sana. Mimi nashukuru.